Jeshi la wanamaji la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani limetoa taarifa likisema kuwa jumla ya meli 35 za biashara zimefanikiwa kuvuka katika mlango wa bahari Hormuz ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita baada ya kupata vibali maalum vya usalama na kufanya uratibu wa moja kwa moja na vikosi vya wanamaji vya Iran. Taarifa hiyo imekuja wakati mvutano wa kijeshi na kisiasa katika Ghuba ya Uajemi ukiendelea kuongezeka kufuatia ongezeko la operesheni za kijeshi zinazohusisha Marekani, Iran na washirika wao wa kikanda. Kwa mujibu wa ofisi ya mahusiano ya umma ya jeshi la wanamaji la IRGC, meli hizo zilihusisha meli kubwa za mafuta, meli za makontena, meli za mizigo pamoja na vyombo vingine vya biashara vinavyotumia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Taarifa hiyo ilieleza kuwa meli hizo zilivuka baada ya kuratibiwa kwa karibu na kikosi cha Iran ili kuhakikisha hakuna changamoto za kiusalama katika eneo hilo ambalo limekuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi katika wiki za hivi karibuni. IRGC ilidai kuwa licha kile ilichokitaja kama hali ya sintofahamu ya kiusalama iliyochochewa na operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo la mlango Hormuz, vikosi vyake vya wanamaji vimeendelea kudhibiti hali na kuifanya njia hiyo ya majini kuwa salama kwa meli za kimataifa kupita bila kuzuiwa. Iran iliendelea kwa usalama meli hizo ulifanyika chini ya uangalizi wa moja kwa moja wa wanajeshi wa IRGC walioko katika maeneo muhimu ya baharini karibu na mlango huo. Katika taarifa hiyo, Iran pia ilijaribu kuonyesha kuwa licha taharuki inayozunguka eneo hilo, biashara ya kimataifa bado inaendelea. Teherani kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza kuwa ina jukumu la kulinda usalama wa Ghuba ya Uajemi na njia zake muhimu za baharini, huku ikipinga uwepo wa vikosi vya kijeshi vya kigeni katika ukanda huo. Kwa mtazamo wa Iran, usalama wa eneo hilo unapaswa kusimamiwa na mataifa ya kanda badala ya kutegemea nguvu za nje kama Marekani. Mlango wa bahari Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Takwimu mbalimbali za kimataifa zinaonyesha kuwa takribani 20% ya mafuta yanayotumiwa duniani hupita eneo hilo kila siku. Mataifa makubwa yanayouza mafuta kama Iran, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu hutegemea njia hiyo kusafirisha bidhaa zao kwenda masoko ya Asia, Ulaya na Marekani. Kutokana na umuhimu wake mkubwa wa kiuchumi, tukio lolote la kiusalama katika mlango wa Hormuz mara nyingi husababisha wasiwasi mkubwa katika masoko ya dunia. Bei za mafuta huweza kupanda kwa kasi kutokana na hofu ya usambazaji kukatika. Katika nyakati za nyuma, vitisho vya Iran vya kufunga mlango huo au mashambulizi dhidi ya meli za mafuta vilisababisha taharuki kubwa kwenye soko la nishati duniani. Kauli ya IRGC kuhusu meli 35 kupita salama inaweza pia kutazamwa kama ujumbe wa kisiasa kwa jumuiya ya kimataifa kwamba licha shinikizo la kijeshi na kisiasa kutoka Marekani na washirika wake, bado Irani ina uwezo wa kusimamia na kudhibiti eneo hilo muhimu. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa usalama wanaamini Iran inaweza kuwa inataka kuonyesha kwa njia hiyo Hormuz bado iko chini ya ushawishi wake mkubwa wa kijeshi, hasa kwa kuwa IRGC ina mtandao mpana wa boti za kijeshi, makombora ya pwani hadi baharini, drones za kijeshi na vituo vya ulinzi vilivyoko kando kando ya Ghuba ya Uajemi. Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa iwapo mvutano wa kijeshi utaendelea kuongezeka, eneo hilo linaweza kubaki kwa moja ya maeneo hatari zaidi duniani kwa biashara ya baharini, jambo ambalo lingeweza kuwa na athari kubwa kwa bei za mafuta, uchumi wa dunia na usalama wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.